Unajua mimi kinachonifurahisha kuna mengi ya kufurahisha. Kilichonifurahisha hapo ni kwamba taarifa ya bodi ya ligi umeiona ilivyokuwa fupi. Yeah. Taarifa ya bodi ya ligi imetoa maelekezo. Sio, umeelewa? Of course, yani ni taarifa yenye maelekezo. Asubuhi hapa wakati tunazungumza nilikuwa namwambia Nasri kwamba kitu kikifanyika ndani ya muda wa kikanuni inakuwa sio uvunjifu wa kanuni. Yeah. Lakini kikisha kuwa nje ya kanuni alafu unataka kukifanya tofauti ndio kunakuwa kuvunja kanuni. Kwa hiyo nikamwambia kama bodi ya ligi ikiahirisha mchezo ndani ya muda wa kikanuni inaweza isiwe responsible hata kutoa maelezo ya uahirishaji wa mchezo. Yaani si lazimike kutoa sababu. Hiyo taarifa uliyosoma ina sababu ya kwa nini mchezo umeahirishwa. Hapana, imetoa maelekezo. Yaani kwamba mchezo umeahirishwa kutoka tarehe 15 kuelekea Juni 25. Na ni muda ambao uko ndani ya kanuni. Kwa hiyo wewe una wajibu wa kuheshimu mamlaka kwa sababu umepewa taarifa ndani ya muda wa kanuni. Unapata hiyo bila maelezo mengine ya ziada. Ya nini sasa? Mwenye ligi yake ndo kashaahirisha mchezo kama ambavyo alikuahirishia mchezo huko nyuma. Na ukaona ni sawa. Huyo kaamua kuahirisha mchezo hapa tena kwa ndani ya muda wa kikanuni. Wale wengine walikuwa wanagomea kwa sababu ni nje ya muda wa kikanuni. Kwa hiyo wanataka sababu za msingi za kwa nini wewe. Sasa kwa sababu hii iko ndani ya muda wa kikanuni, huyo utakayeleta maneno mengine unaonekana hauheshimu mamlaka. Yeah. Lakini si kusudii kusema chochote. My point ni kwamba kwa sababu hili jambo limetokea hapa na hili jambo limeonekana kuwa ni la kimaelekezo. Maelekezo haya bodi ya ligi wenyewe wamepewa maelekezo, timu zimepewa maelekezo. Ile picha zilizokuwa released pale za kuonyesha wale watu apigagi picha na rais tu hivi. Wala huyo unaona hivi unaitikia wito. Wale wameitwa pale. Wanaonekana wale hawawezi kuniambia wale wameenda. Wale wameitwa. Wameenda pale wamepewa maelekezo. Maelekezo ni 1 2 3. Hii ngoma inabidi ipigwe katika namna yoyote ile possible. Au pengine labda kulikuwa kuna suluhu imeenda kufanyika, wewe sijua pia. Mkubwa akiwaita busara yake atakayoitoa. Ngoja ngwambie. For fact ni kwamba sio wote wameridhika pale, lakini wanaitikia walichoagiza. Inawezekana kuna kukubali kishingo upande. Yaani for fact kwa sababu hamna jambo litakalofanyika kwa Simba na Yanga wote wakaridhika. Lakini sasa mbona hili labda hilo jambo liwe pesa kwamba wewe nakupa milioni 350 na 350. Hii hapa mnaiona kwenye 700. Tena sio 350 ikiwa haijulikani ndani ya kiasi gani. Na 700 kwenda huko 350 na 350. Hapo. Lakini sasa swali la msingi ni kwamba wale ambao walikuwa tayari wameshasema hawachezi mpaka matakwa yao yatekelezwe ndio wamekuwa kwanza pia kubandika bango pale kwamba hii haina kipengele. Si sawa tofauti na wale ambao wenyewe walikuwa tayari muda wote. Hapo baada ya kikao cha leo hatujui nini kimeongelewa huko ndani kwa sababu imetoka taarifa tu dabi inachezwa na kila mtu amefurahi. Upande mmoja umefurahi na umeweka bango. Ni sawa na yule ambaye alikuwa anapigia promo mchezo na mchezo sio wake. Ndio huyu sasa hivi hapa naye mwingine naye hata yule lakini andiko lake hata yule sio andiko hata yule naye alikubali kucheza mchezo wa pili bila wale walikuwa wameonekana wamefanya uhuni kuwajibishwa. Umeelewa ambavyo alitangulia kusema awali. My point. Sasa labda hebu maliza hiyo fanya hiyo nani. Tuungane na Karim Boyemanda, afisa habari wa bodi ya ligi kutoka bodi ya ligi ili tuweze kusikia mengi pia kutoka kwake. Kutoka bodi ya ligi. According to Job, habari yako ndugu yangu? Mambo vipi? Safi. Poleni na hongereni. Mambo yamekuwa ni mengi lakini tunafurahi mpira umeshinda na at least mambo yanaanza kurudi vile ambavyo inatakiwa. Bodi ya ligi leo mmetoa taarifa kwamba mmesogeza mchezo wa dabi kutoka tarehe 15 mpaka 25. Na inaonekana kila kitu kinaanza kwenda sawa. Unaweza ukatupitisha kidogo mchakato ulikuwaje na tunaendaje mbele sasa? Mchezo ambao hapo awali mpango katika Machi 8
kabla hujaahirishwa na kueleza kwamba ndio upangia tarehe nyingine. Na tunakumbuka sote Gaza 15 kama tarehe rasmi huo, kabla ya jioni ya leo kutoa taarifa ambayo imeeleza kwamba mchezo huo utakwenda kufanyika 25 mwaka huu. Kwa hiyo ni taarifa zimetoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwamba mchezo huo sasa utakwenda kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa 25 mwaka 2025 kuanzia majira ya saa 11. Kwa hiyo hicho ndicho kilichofanyika. Na mpaka hivi tunavyoongea maandalizi rasmi sasa yameshaanza ya mchezo huo. Ya maandalizi yalishaanza tayari. Maandalizi yalishaanza, hata sasa tuseme yataendelea. Siku zote nimekuwa nikizungumza na wanahabari na vyombo vya habari ikisisitiza kwamba maandalizi yanaendelea. Niseme kwamba maandalizi yanaendelea. Yalikuwa yakamilike kesho kwa ajili ya mchezo wa kesho, lakini sasa yataendelea zaidi kwa sababu pia kwa jukumu lingine hapa katikati kama michezo ya mizunguko miwili, mzunguko wa 29 ambao utakwenda kufanyika Juni 18 na mzunguko wa 30 ambao wenyewe utafanyika Juni 22. Kwa hiyo tutakuwa na majukumu hapo kati wakati tukiendelea na maandalizi ya kali ya soda, alafu tarejea Juni 25 kwa mchezo huu. Kwa hiyo rasmi mchezo wa dabi utakuwa ni mchezo wa mwisho kabisa wa kufunga ligi msimu huu. Ya, hii ni taarifa rasmi pia kwamba huo utakuwa ni mchezo wa mwisho wa ligi kuu kwa msimu huu. Na baada ya hapo sasa tutakuwa tunasubiri tu mchezo wa fainali ya Confederation pamoja na michezo ya playoff. Lakini kwa maana hizo michezo ya kuzunguka 30 ya ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2024-2025, dabi ya Kariakoo utakuwa mchezo wa mwisho kabisa. Karimu, hapa katikati kumekuwa na sintofahamu nyingi kati ya bodi ya ligi na klabu ya Yanga na vitu vingine vingi vilifanyika, na mpaka dabi inaenda kuchezeka tunaona kama Yanga tayari wana furaha. Tayari mmeshaweka vitu vyenu sawa au tuendelee na michezo wakati mnaendelea kuweka vitu vyenu sawa? Unajua tafsiri ya mambo kutokuwa sawa, sintofahamu inaweza ikawa tofauti baina ya mtu na mtu. Siku zote mimi ungeniuliza kuambia kila kitu kinakwenda sawa. Kwa sababu unajua mchezo wa soka ni mchezo ambao unaongozwa kwa mujibu wa kanuni na sheria, na hiyo ndio njia pekee ya mambo yote. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme, napata wakati mgumu kujibu swali ya kwamba kulikuwa na sintofahamu ama kulikuwa na mgogoro ama chochote, kwa sababu tunatamani kubakia hapo kwenye kanuni zetu na taratibu zetu. Kama hivi leo bodi ya ligi kuu Tanzania ambayo ni chombo chenye mamlaka ya kusimamia na kuendesha ligi imesema mchezo huo utachezwa siku fulani, basi wadau wengine wanapaswa kupokea ile taarifa na kuitekeleza. Hiyo ndio football na huo ndio taratibu wa mpira wa miguu unavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo siko tayari sana kuzungumzia masuala mengine yote yale. Nadhani sasa tujikite zaidi kwenye maandalizi kuelekea huo. Sawa, sisi kama wadau tumefurahi kuona mpira umeshinda, kwa maana tunaenda kushuhudia kabumbu, tuone watu na mifumo yao, tuone watu na vipaji vyao. Lakini haya yote yaliyotokea ndani ya hizi wiki mbili, wiki tatu, kitu gani wewe kama Karimu, afisa habari wa bodi ya ligi na bodi ya ligi, kitu gani mmejifunza kutoka kwenye hii? Sio siku yake ya kuzungumzia zaidi hayo. Nadhani leo tusalia hapo kwenye kutoa taarifa na kujadili kile jana na ile taarifa, kwa maana ya kinachofuata baada ya taarifa ya mchezo, maandalizi na kadhalika. Nisingependa kurejea sana huko, nitumie muda mwingi kudiscuss hilo jambo. Inawezekana tutapata wakati mwingine na kujadili masuala mbalimbali, lakini sasa hivi ndio radhi ndugu yangu muda huu kuzungumzia zaidi mchezo huu namba 184 kuelekea Juni 25. Sawa, sisi tukushukuru kwa kuungana na sisi na tukutakieni maandalizi mema na tufikishe salamu zetu bwana kwa CEO, mtu makini kabisa huyo. Bila shaka yote salamu zitafika. Mmeshinda. Asante sana.
Haya, amemaliza namna hiyo. Karibu Muboimanda. Naona ulikuwa unataka kumwanza kumdodosa. Unataka kufukua. Hatufukui. Pameshapoa, wewe unataka kuanza tena. Vitu bado vya moto. Hiyo bodi ya ligi wameshinda. Bodi ya ligi imeshinda, tunakubali, na mpira umeshinda. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mwanidi vilikuwa vinaendelea vilikuwa havina afya kweli. Unajua ukifika watu kuanza kutoleana siri za ndani, kila mtu alikuwa na mstiri mwenzake, alafu mkaanza kwenda public kutafuta sympathy. Maana ni sympathy. Mlikuwa mnaweza kuwasiliana ndani kwa ndani na mambo yakaendelea kama zamani. Lakini unaona utoe barua ya ndani ambayo haihusiani na public kwenda kuiweka hewani na kila mtu akaona, maana yake mnakuana nguo. Kwa hiyo kikubwa mpira umeshinda, lakini kwangu mimi naona imekuwa ni darasa tosha sana kwa mamlaka kwamba jinsi gani ya kuviendea vitu, na kikubwa lazima wafate vile inavyotakiwa, watende haki kama inavyotakikana, na zile favor na busara ziachwe, lakini vilabu navyo pia vifate msingi na matako ya kanuni inavyotaka. Nadhani kuanzia kama wataenda watasafisha sahani, sawa, kila kitu kikaanza upya, msosi ukaanza kuwekwa mpya wa moto, kuanzia hapa nadhani soka letu litakuwa sasa linaenda katika mtiririko unaotakiwa. Kama kila mtu atalizika na kusahau yaliyopita na kuangalia vitabu vyao vinasemaje, kanuni zinasemaje, ligi inakaribia kuisha, marekebisho yaende wapi, ili uko mbele yasije kujirudia haya ambayo yametokea. Lakini kiuhalisia Mwanaidi haya ilikuwa lazima yatokee ili kuweza kustabilize ligi yetu. Pengine inaweza kuwa ni funzo kubwa sana kwa huko tunakoelekea mbele. Kama mechi imeweza kuchezwa, hata madeni ataweza kuyatatua. Kama mechi imeweza kukubaliwa, hata madeni watatatua. Kwa madeni ilikuwa na kipengele sana. Unaona ilikuwa dogo hili. Sasa hivi tumekuja kulijua mwisho. Unajua sisi tulikuwa tunazungumza sana kuhusiana na dabi Sasa dabi ambayo ndio ilikuwa shughuli yetu kubwa. Dabi ndio ilizua maneno. Dabi imekuja kuibua haya mengine. Na sasa hivi dabi inachezwa. Dabi ndio maana nikasema sasa kama dabi imeweza kupata ufumbuzi, hata madeni yatapata ufumbuzi. Sasa tuelezane ukweli sasa. Sasa mara sasa hivi mzee Saidi alimsikia asubuhi. Mzee Saidi alinyosha maelezo sana asubuhi. Hakutaka kupinda. Alisema yeye licha kwamba ni shabiki wa Simba, lakini ana mapendekezo yake ni kwamba Jumapili dabi isichezwe. Kwanza watu wakae chini, waelewane, alafu ipangwe tarehe nyingine. Wote nataka mpira uchezwe, lakini hauwezi kuchezwa katika namna hiyo. Watu lazima wakae chini, waelewane, wasameheane, mambo yaendelee ndio mpira uchezwe, lakini Jumapili mpira mechi hamna, isiwepo kwa sababu watu hawajaelewana. Sasa hayo ni Mzee Saidi asubuhi. Ila sasa ukweli tuanze kuambiana hapa. Kama wewe ni shabiki wa Simba, kama wewe ni shabiki wa Yanga, kuanzia leo kama hujajifunza kitu utakuwa hauna akili. Kama utakuwa hujajifunza kitu hauna akili. Tanguliza akili kuliko hisia. Sawa? Ndio. Mashabiki wa hivi vilabu, wapenzi na wanachama wa hivi vilabu wawe makini sana kwenye kuyaendea mambo. Unanielewa vizuri? Wawe makini kwenye kuyaendea mambo. Hapa mpira huu au haya mambo yote kati yao, kwa sababu mpaka saizi kwanza hamna maelezo ya kwamba kama yale matakwa yametimizwa hajatimizwa. Hakuna maelezo yote yaliyotoka. Lakini hata yule kule mwingine naye mwanzo alikubali kucheza mechi ya pili bila hata wale watu wengine kuadhibishwa. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo kati ya hawa wote hakuna yoyote ambaye alisimamia msimamo wake kwa kwamba sichezi mechi yoyote mbele. Hakuna. Na hakuna matakwa yaliyotimizwa, hakuna aliwajibishwa na mechi inachezwa. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo watu wasipotumia akili zao kuwa wanaelewa vitu, hii itawachanganya sana. Na honestly viongozi pia wa hizi vilabu wasianzishe mizozo ambayo hawawezi kuimaliza. Yaani hawawezi kusimamia kushikilia bomba vile wanavyoaminisha watu wao kwamba tushike bomba katika namna hii. Sio kama unanielewa. Hiyo. Yaani kama hawezi kushika bomba katika namna ambayo wanataka watu wao wapate kwenye kushika bomba. Kwa sababu mimi hapa sasa hivi what I expect viongozi wa pande zote mbili wote warudie wanachama wao na waambie kwa nini mechi inachezwa. Kwa sababu walitoka kuambia hawachezi. Na
Sasa waambieni kwa nini mechi inachezwa. Na ukiangalia katika sakata hili wanachama wametumika zaidi. Sasa nguvu ya wanachama imetumika kwenye kupush vitu, kwenye kupressure vitu. Sasa sio mmeshaenda kupatana huko ndani, hao wanachama mnaona tunjoeni uwanjani. Wana haki ya kujua mliopatania kule ndani ni yapi, kwa sababu kuna watu walimaliza maneno. Ndio nakwambia, wana haki ya kujua mliopataniana kule ndani ni yapi, ili na wao wajue sasa wanasimamia wapi, yani wako sehemu gani kwenye kusimama kwao. Where are they right now? Msiwadampu tu kwa sababu ajenda zimeisha. Kwa sababu kila klabu ilisukuma ajenda kwa wakati wake. Ndio. Kila klabu kwa wakati wake imesukuma ajenda yake na imetumia nguvu ya wanachama iliyokuwa nao, nguvu ya mashabiki iliyokuwa nao kwenye kusukuma ajenda yao ya kuto kucheza mechi husika. Kwa hiyo hivyo ambapo sasa hivi mnakubali kucheza mechi, warudieni tena kuambia tumekubali kwa sababu tulivyoitwa tumeambiwa 1 2 3. Mwaite wazee. Yaani sio tu wazee na press yekeni kama inawezekana. Maki wazee Taarifa kwa umma. Maana wazee wanani wanatamka mbele. Wengine tuna taarifa kwa umma pale. Kama jamani, taarifa kwa umma, mechi ile ipo kwa sababu tulivyokaa huko tumeambiwa 1 2 3. Kwenye matakwa yetu limetimizwa 1 2 3. Utaratibu unaendaje mbele? Au hakuna lilotimizwa lakini kuna ahadi hii na hii na hii kwenda kutimiza. Msiwache blank. Na wanachama na mashabiki wa vilabu wana haki ya kuwadai viongozi wao hicho kitu. Ni kweli. Lakini siwashurutisha au siwaambii kwamba mnapaswa kuuliza. Au siwalazimishi kwamba mnapaswa kuuliza. Kwa sababu mashabiki wa hivi vilabu, mimi huaga nasemaga hivi vitu huaga ni zaidi ya nini nasema. Yaani ni kama tamaduni, ni zaidi ya vilabu. Kuna mtu mwingine aniye uwezo kumwambia chochote. Hata litakuja libaki jengo pale atalishakilia. Kwa hiyo whatever the case itakavyokuwa kwake yeye, ndio sasa hivi tushaambiwa tunacheza. Sasa hivi tuambiwa tucheze hatuchezi. Kwa hiyo wengi wanaishi kwa upepo unapoenda. Kuna muda lazima na wao wawe na uwezo wa kuwahoji maswali mazito viongozi wao. Isiwe tu ndio, hapana. Sometimes get to ask vile ambavyo wanavyothink. Kwa sababu huaga na viongozi nao au hivi vilabu vinatumiaga sana nguvu ya mashabiki waliokuwa nao kwenye kupusha ajenda zao. Lakini Jobu, hapo tumeona vitu vingi vikienda nje au vikiwashinda wale ambao wamepewa mamlaka ya kuongoza soka pamoja na vilabu. Basi serikali imekuwa ikiingilia kati na kuweka vitu sawa. Unaona ni muda sahihi sasa wa vitu viweke sawa ili at least serikali iendelee na vitu vyake vingine. Wewe unadhani kwamba serikali ikiingiliaga kati inatoa solution ya msingi sana kuliko watu wote wa mpira waliokaa? Inatoa maamuzi, yaani inatoa maamuzi ambayo yanatakiwa yaendane kwa muda huo. Ndio maana nikakwambia inapoingia serikali sio kama inakuja na solution better sana. Ndio maana awali nimetangulia kukwambia katika hichi kikao chao, naamini kabisa wote wakuridhika kwa 100%. Yaani hakuna solution serikali itakuja iwaridhishe Simba na Yanga 100%. No, hiyo kitu mimi siwezi kuiamini. Lakini wamekuja na maelekezo kama bwana, sasa hii inabidi mcheze. Hii inabidi mcheze katika namna 1 2 3. Sasa wewe ndio kama una sababu zako za kupinga kwa nini sicheze pale, ujielewe. Kwamba kwa nini kutokana na hiyo pamoja na maelekezo uliyotoa lakini haiwezekani kwa sababu 1 2 3. Sababu zako itabidi zizidi uzito wa maelekezo. Unaweza kuwa na sababu ambayo inaweza kazidi uzito wa maelekezo ya serikali kwenye taifa ambalo unaishi. Unaelewa? Kwa hapo kuna maelekezo zaidi kuliko hiyo suluhisho ya moja kwa moja. Kwa sababu kati ya hiyo kama lingekuwepo hilo suluhisho maana yake ni kutimizwa kwa yale matakwa. Si ni sawa? Kwa pale kute ni busara zaidi imeenda kutumika pale na mambo mengine. Lakini sasa ukiangalia ni busara. End of the day huko kote tunaenda mpaka kwenda kutumika raia namba 1 wa nchi kwa ajili ya kutatua mgogoro ambao ulitakiwa uishe huko kwa watu kuwajibishana na kuwajibika na mambo mengine mapema tu huko. Ni nguvu kubwa sana tu inatumika. Hiyo ni nguvu kubwa mno inatumika. Lakini sasa ilipokuwa ndio kuulia. Lakini pia ilikuwa inaenda ilikuwa pengine inaenda kubaya zaidi. Na awali pia tumeshagusia hapa kuhusiana hata watu kuanza kutoleana siri za ndani. Mimi nikwambie wala ilikuwa haiendi kubaya kama watu wanavyofikiria. Ilikuwa inaenda kubaya. Kuna vitu ambavyo sisi tulikuwa hatujavifahamu, wakawa wanaviibua wao. Yani, kila siku inapokucha unajiuliza leo kitakuja kitu gani, kitakuja jipya gani mbele. Vinavyoibuliwa vya uongo kwa ukweli. Vina ukweli kwa sisi. Sasa kama vina ukweli kwa nini vio vibaya? Lakini vilikuwa vinafichwa. Sasa ndio kama imefika ambavyo vinafichwa bwana vinaenda chini kwa upande wao. Mimi sio kama siwaelewi. Na waelewa.
nawaelewa. Kama unaitaka pepo usiogope kifo.